Mwanaluga, ujambo mahali ulipo. Jumapili ya leo tarehe 28 kunradhi, mwezi wa Juni mwaka wa 2026. Kipindi ambacho kinawakujieni sasa ni Uketo wa Kiswahili. Jina langu ni nahodha wa kipindi hiki, Ustadh Kakamnai. Wakati tunapoenda kuanza kipindi hiki na kuomba kwamba uweze kusubscribe kwenye kipindi kwa kuponyeza kidude ambacho kiko hapo chini. Unaweza pia ukawasiliana nami kupitia njia ya mawasiliano ya harafa. Nambari ya simu 0706240057. Waweza ukaandika ujumbe, waweza ukanifahamisha, ukaniuliza swali, ukanifahamisha mawili matatu kuhusu namna ya kuboresha kipindi hiki Uketo wa Kiswahili, ambapo neno uketo inaashiria undani wa kitu. Najua kwamba tumekuwa na mdahalo mpana kuhusiana na fasihi simulizi, ambapo tumekuwa tukijadiliana kuhusu tanzu za fasihi simulizi, na tayari tumezungumzia ama tumekuwa na mdahalo mpana kuhusu utanzu wa maigizo, ambapo tumeangalia vipera vyake kama vile michezo ya jukwaani, mifiga. Tumeangalia pia matambiko, michezo ya jukwaani, ngomezi pamoja na ngoma. Pia tumeweza kuangalia utanzu wa ushairi simulizi, ambapo tuliweza kuangazia vipera kama vile nyimbo pamoja na magani, huku tukiangazia zaidi sifa zao pamoja na umuhimu wa vipera hivyo. Tayari pia tumeangalia kipera kingine ambacho ni kipera cha mazungumzo, ambapo tuliweza kuangazia vipera kama vile malumbano ya utani, ulumbi. Tumeangalia pia soga pamoja na kipera cha maapizo. Najua kwamba kuna vipera vingine ambavyo labda tu kuangazia kwa undani kama vile hutuba na mawaidha, kwa sababu nilijua kwamba hutuba mawaidha ni kipera ambacho unaweza pata pia katika uandishi wa insha. Lakini tuweze kufahamu kwamba ni mojawapo ya vipera vya mazungumzo. Kwa leo ningependa tuangazie utanzu wa semi, ambapo tutaangalia kwanza maana ya semi, sifa za semi, na kisha tutamalizia kipindi kwa kuangalia swala la umuhimu wa semi. Niite Kakamnai, naomba tuende kwenye mapumziko mafupi. Tutakaporejea tutafafanua maana ama fasili ya neno semi. Karibu. Naam, baada ya pumziko hilo fupi, naomba kukukaribisha kwenye awamu kabisa ya kwanza ya kipindi hiki, ambapo tungependa tuangalie fasili ya neno semi. Ifahamike kwamba semi ni tanzu ya fasihi simulizi inayojumuisha kauli fupi za kisanaa zinazobeba hekima, busara, maadili na tajriba ya jamii. Semi hutumia lugha ya picha, mafumbo, ishara na tamathali mbalimbali kuwasilisha ujumbe kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Maana yake hueleweka kwa kuzingatia muktadha wa matumizi
pamoja na utamaduni wa jamii iliyozibeba. Kwa kuangazia upande mwingine wa sifa za semi, kwanza, sifa ya kwanza ni kwamba semi ni za kisanaa. Semi zote ni za kisanaa, kwamba semi hutumia mbinu za kifasihi kama vile tamathali za semi, taswira na ishara ili kufanya ujumbe kuwa na mnato ama kuwa ujumbe unaovutia. Kwa hivyo ni semi za kisanaa. Kwa hivyo inajumuisha methali, inajumuisha matumizi ya maswali ya balagha, miongoni mwa mbinu zingine za kisanaa. Sifa ya pili ya semi ni kwamba semi hufumba ujumbe wake, kwamba ujumbe wake haujitokezi waziwazi, kwamba ujumbe ule sio bayana, bali huhitaji kufikiriwa na kufasiriwa kikamilifu. Na ndiposa tunasema sifa ya pili ya semi ni kwamba semi hufumba ujumbe wake. Jambo la tatu ama sifa ya tatu ni kwamba semi hutumia lugha ya picha. Hapa ni kusema kwamba semi hujengwa kwa kutumia taswira, mafumbo, ishara na tamathali mbalimbali zinazoongeza uzito wa ujumbe. Sifa ya nne ni kwamba semi hubeba hekima na busara, kwamba semi huzingatia mafunzo, maadili na tajriba ya maisha ya jamii. Sifa ya tano ni kwamba semi maana yake hutegemea muktadha, kwamba ufafanuzi wake hutokana na mazingira ya matumizi na utamaduni wa jamii husika. Isitoshe, semi huwasilisha ujumbe mpana kwa maneno machache. Hapa ni kusema semi hutumia kauli fupi fupi lakini zenye maana kubwa na nzito. Semi pia ni tanzu tegemezi. Tunaposema kwamba semi ni tanzu tegemezi, tunasema kwamba mara nyingi hutumika ndani ya tanzu nyingine za fasihi simulizi kama vile hadithi, nyimbo, ngano, mazungumzo hata maigizo. Nitatoa mfano. Mara nyingi utapata kwamba hatibu ama yule mtu anayetoa hotuba anapowasilisha ujumbe wake anaweza akatumia tanzu za semi. Anaweza akatumia semi. Anaweza pata kwamba anatumia methali, anaweza mpata kwamba anatumia misemo au nahau, anaweza mpata pia anatumia majina ya kilakabu. Kwa hivyo ndiposa tunasema semi ni tanzu tegemezi. Mwisho ni kwamba semi hurithishwa kizazi hadi kizazi. Hapa ni kusema kwamba semi hupokezwa kwa njia ya mdomo na hivyo kudumu kwa muda mrefu katika jamii. Kwa hivyo inadumu kwa muda mrefu katika jamii. Naomba tuchukue pumziko fupi, tutarejea kuangalia umuhimu wa semi. Karibu kwenye awamu ya tatu na mwisho ya kipindi hiki Uketo wa Kiswahili, lakini nadhani kwamba umeweza kusubscribe kwenye kipindi hiki Uketo wa Kiswahili. Jina langu ni Ustadh Kaka Mnai. Unaweza ukanipata kupitia nambari ya simu 0706
240057. Narudia 0706240057. Jina langu ni Kaka Mnai. Tunapoangazia umuhimu ama thima ya semi, semi huelimisha jamii kuhusu maadili mema, mila, desturi na mwenendo unaokubalika. Kwa hivyo, kwa mfano, unapokuwa na methali kwamba kuna methali hii inayosema hakuna marefu yasiyokuwa na ncha, ama unaweza chukua methali kama hii kwamba pwagu humpata pwaguzi. Nadhani methali hiyo inaelimisha kwamba kuna mwisho. Unapodhani kwamba wewe unaweza ukamrubuni mwenzako, unaweza kumwadaa mwenzako, unaweza pata mtu zaidi ambaye ana maarifa kukushinda, na hivyo anaweza akakupiku kiakili. Pwagu humpata nini? Pwaguzi. Semi huburudisha kutokana na matumizi ya lugha ya kisanaa na yenye mvuto zaidi. Unapokumbana na methali kama vile kuku wamkata hatagi, na akitaga haangui, na akiangua vifaranga huliwa na mwewe. Kwa hivyo kando na methali hiyo labda kuelimisha, kwa njia fulani pia inaburudisha. Asikia hata uteuzi wa maneno yake, yale maneno ni maneno yenye mnato zaidi. Kwa hivyo ndiposa tunasema methali huburudisha. Kwa mfano tena tukichukua methali kama cha mkufuu mwanafuu ha, na kila huu cha mwanafuu mkufuu huu na kila ha. Kando na methali hiyo labda kuelimisha, inaweza pia ikawa njia nyingine ya kuweza kutoa burudani kwa hadhira. Methali pia hukuza uwezo wa kufikiri na kuchanganua, kwa kuwa msikilizaji hulazimika kutafakari maana iliyofichika. Kumbuka kwamba mara nyingi sana maana huwa imefichika. Kwa hivyo inakuwa na uwezo ule wa kuweza nini? Kukuza uwezo wa kufanya labda hadhira kuwa wa kufikiri sana, kuwa na tafakuri nyingi, ili kuweza kubaini kiini cha methali, kiini cha semi, kiini hata cha fumbo. Semi pia hutambulisha utamaduni wa jamii kwa kuhifadhi mila, desturi, imani na historia yake. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo pia lafaa liweze kukumbuka kwamba inatambulisha utamaduni wa jamii. Tunajua kwamba kila jamii ina sehemu zake. Kwa hivyo unapotaja labda sehemu fulani, basi inatambulisha utamaduni ama wa jamii fulani. Semi pia hukuza umoja na mshikamano kwa kuhimiza maadili yanayowaleta watu pamoja. Tuangalie kwa mfano methali ambazo zinakuza ushirikiano. Kwa mfano, kuna methali inayosema kwamba kofi hazilii ila kwa viganja. Kofi hazilii ila kwa viganja. Methali hiyo kwa njia moja itakuza umoja na mshikamano, kwa sababu inatuhimiza umuhimu wa kushikana mikono, wa kushirikiana katika kutenda jambo fulani katika jamii. Semi pia hukuza na kuendeleza lugha kwa kuongeza msamiati, ubunifu na ufasaha wa lugha. Semi pia hupamba na kutajirisha lugha kwa kuifanya iwe ya kuvutia, yenye mvuto ama ukipenda mnato, na yenye uzito wa kisanaa. Na mwisho, semi huhifadhi urithi wa jamii kwa kuendeleza hekima, tajriba na maarifa ya vizazi vilivyotangulia. Msikilizaji wangu mahali ulipo,
Kipindi kijacho tutaangazia vipera vya semi tukijaribu kuelezea maana ya kipera fulani, sifa za kipera hicho na suala la umuhimu wa kipera hicho. Kwa leo tufahamu kwamba tumeangalia maana ya semi, sifa za semi pamoja na umuhimu wa semi. Usiogope, usichelee kuniandikia ujumbe kupitia nambari yangu ya simu 0706 240057. Jina ni Munai, Ustadh Kaka Munai. Na usisahau pia kusubscribe kwenye kipindi hiki ili tuweze kutangamana mara ninapo kuja hewani kuendeleza masuala ya lugha ya Kiswahili yakiwemo msamiati, sarufi ya Kiswahili pamoja na fasihi. Kumbuka kwamba dhima kuu ya mdahalo huu ama dhima kuu ya kipindi hiki ni kuelimishana, kufunzana kuhusu masuala ya lugha ya Kiswahili, masuala yanayofungamana tu, yanayotawala msamiati, yanayotawala sarufi, yanayotawala hata fasihi. Kwa leo nakutakia Jumapili mwanana wenye heri na fanaka. Akraba ya saa yangu inanieleza kwamba ni saa 10:10 na nakutakia mchana mwanana. Asanteni sana, Maulana wabariki. Usisahau kusubscribe. Naam.